Wetu apewe sifa. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Karibuni katika somo letu la leo. Tunazungumuza habari za kutengwa. Mtu kutengwa. Je, ni halali kibiblia ama ni vibaya kibiblia? Je, mtu akitengwa kanisani kwao anaweza akahudumu sehemu nyingine? Ni sawa ama sio sawa? Hayo yote majibu tutayapata humu ndani. Swali la pili. Je, mtu akitengwa ametengwa hivyo kabisa au ameonewa ama hajaonewa, hawezi akahudumu sehemu nyingine kwa sababu ameshatengwa kanisani? Tutajibu yote hayo. Je, ni halali wachungaji kuwatenga watu? Tutajibu yote humu ndani. Naomba nifuate vizuri. Kama nilivyotangulia kusema na sitobadilisha, Biblia inaruhusu mtu kutengwa ikiwa amebainika anafanya kosa linalostahili yeye kutengwa. Na ikumbuke kwamba kila kosa, kila dhambi unayoifanya inakutenga na Mungu kwanza. Watu wao wameona, watu wao hawajaona, dhambi ndio inamtenga mtu na Mungu. Kwa hiyo hata mimi ninayekuhubiri hapa nikifanya dhambi, kwa muda ule ambao sijatengeneza, waga ninajitenga na Mungu. Niko mbali na Mungu kwa sababu nimeshaingia ndani ya dhambi. Mchungaji wako anayetenga watu, na yeye akifanya dhambi, na yeye vile anatengwa na Mungu mpaka pale atakapotubu na kuacha dhambi yake. Lakini je, kibiblia mtu kutengwa ni sawa au sio sawa? Hili swali lina majibu mawili. Jibu la kwanza ni sawa, na kibiblia mtu ana halali ya kutengwa. Lakini jibu la pili, sio sawa wakati ambapo watu, mchungaji au kanisa linamtenga mtu pasipo haki. Twende sasa kwa neno letu. Naomba nifuate. Kuna sheria ambayo inakuwaga inapitishwa katika makanisa mengi mpaka leo iko. Ukishatengwa kanisani kwako, yani wewe ni mtengwa, huwezi ukahudumia makanisa mengine. Hiyo sheria tutaiona kwenye Biblia kama ilikuwepo. Je, hiyo sheria iko sawa? Iko sawa, lakini tena sio sawa, na nitakuonesha sio sawa kwa nini. Acha kwanza tuangalie hapa. Maneno hayo nimewaambia msije mkakwazwa, watawatenga na masinagogi. Saa inakuja kila mtu awawe atakapodhania ya kuwa anamfanyia Mungu ibada. Yesu anawaambia wanafunzi wake watawatenga na masinagogi. Sio kila mtu aliyetengwa kanisani kwake ndo anaweza akatengwa katika makanisa mengine, isipokuwa tu awe amefanya dhambi inayostahili yeye kutengwa na ikakuwa ni halali yake. Kama tungefata sheria hiyo, basi wanafunzi wa Yesu na wao pia wasingehubiri. Maana hawa walitengwa na viongozi wao, na watu waliowatenga tena ni wale watu wanaosimamia sheria ya Musa. Ndio waliwatenga, marabi, makuhani, watu wakubwa. Lakini kwa sababu sio kwa sababu kila mtu aliyetengwa ndo ametengwa kweli mbinguni, ndo kwa maana wanafunzi wa Yesu walizidi kuhubiri na wakakubaliwa mbinguni. Kwa sababu waliowatenga waliwatenga kimakosa. Hili linatufundisha mchungaji akimtenga muumini kimakosa, kule kutenga kwa yule mchungaji akuhesabiwi mbele za Mungu. Acha nikupe mfano wa pili. Unaona, sisi tunaitwa Waprotestante. Tumetokea huko katika makanisa ya kwanza huko Wakatoliki. Kwa sababu ya madudu ya makanisa ya Katoliki, imani zao potovu zidi ya Biblia, Waprotestanti wakajitenga, wakajiprotest, wakajitenga, Wakatoliki wakawatenga, na sisi tukajitenga nao. Kule kujitenga ndo kunasababisha sisi tunaitwa tuna protest, Waprotestanti. Lakini kwa sababu tulijitenga na imani potovu waliokuwa nayo, hatuhesabiki kwamba tumetengwa mbinguni. Uwezo ukasema kwa sababu tumetengwa na Wakatoliki, kwa hiyo
tumekataliwa na mbinguni? Hapana. Mungu ni Mungu wa haki. Maandiko nasema hukumuni hukumu ya haki. Mungu anatafuta haki. Usimuonee mtu, usimuonee mjane, ndo maandiko anasema. Usimuonee mtu. Kama utamhukumu mtu, hukumu ya haki. Hilo kwanza nilitaka nilioneshe hapo. Kwa hiyo kama ushauri mtu akitengwa kanisani kwao, chunguza, angalia kweli ametengwa ya halali, amezini, ameiba, amepigana, ametukanana. Basi mtu kama huyo, kama ni kweli amefanya hilo jambo, lazima aweze akatumika hata katika kanisa lingine mpaka pale atakapofunguliwa na mchungaji aliyemtenga. Lakini wakimtenga kimakosa, na wewe ukisema umetengwa tu kanisani upasi kufanya huduma, wewe unakosea, unachangiza sawasawa na ule mchungaji aliyemtenga. Acha sasa tusome maandiko kuhusu kutengwa, tueneze sasa hili somo letu vizuri. Katika Biblia kuna aina ya dhambi ambazo Paulo aliziorodhesha ambazo zinastahili mtu kutengwa ndani ya kanisa. Na ndo hizi ambazo nitakwenda kukusomea hapa. Kwanza, Paulo anawalaumu watu wa Korinto. Anawaambia kwamba kwenu kuna zinaa ambayo hata katika mataifa haipo. Mtu kuchukua mke wa baba yake. Mke ina maana huyu mtu alioa mama yake, anaishi naye. Mtu kuchukua mke wa baba yake. Paulo anasema nanyi mwajivuna. Ni hapo hapo kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 5. Eti Paulo anawalaumu, ninyi mnajivuna wala hamkusikitika ili kwamba mtu aliyotenda hayo mambo aondolewe miongoni mwenu, huyo aliyetenda jambo hilo. Unaona hapa Paulo anasema anatumia neno kuondolewa. Kwa hiyo kibiblia mtu anaweza akaondolewa. Amefanya uzinzi mkubwa ambao hata kwa mataifa haupo. Paulo anasema mtu huyo aondolewe, aliyooa mama yake, aliyelala na mke wa baba yake. Lakini tena ukisoma 5 utakuta Paulo mtu huyo tena anaongeza jambo lingine, anasema kumtolea shetani mtu huyo ili mwili uadhibiwe, ili na roho yake iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Kwa ukali wote wa Paulo, lakini bado anataka roho ya huyo mtu iokolewe katika siku kwa kuja kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo ile kumtenga huyo mtu ni kuadhibu dhambi yake, ni kuadhibu mwili wake. Alafu tena Paulo anasema, anakwenda mbali, anasema kumtolea mtu huyo kwa shetani. Ukisikia neno linasema kwamba na roho yake iokolewe katika siku ya kuja kwake Yesu, inaonesha huyu mtu awe ni mtu wa toba. Maana Biblia inasema wazinzi hawatauona ufalme wa mbinguni. Sasa huyu mtu amezini na mke wa baba yake. Sasa ataokolewaje tena siku ya mwisho? Ina maana huyu mtu lazima alikuwa anatubu. Lazima atubu, ajutie makosa yake. Ile kutengwa, ile kutolewa, mwili wake wazibiwe, dhambi yake yazibiwe na ibilisi, ni kule kumweka nje ya kanisa. Ni kule kumtoa nje ya congregation. Huko aliko atapata neema, anaingiliwa na roho ya kutubu. Lazima atarudi kanisani atubu. Tunajuaje kwamba mtu huyo atarudi? Kwa sababu maandiko yanasema mtu lazima umsamehe 7 mara 70. Yesu amesema mtu akikukosea mara 2 mara 3 mrejeze, mtafutie wachungaji wamuonye akitubu. Unaona, mpaka Yesu anasema kwamba anamtafutia mtu nafasi ya kutubu. Umtafutie watu 3, ni Yesu iko namtafutia huyo mtu nafasi ya kufanya nini? Ya kutubu. Sasa ijapokuwa huyo mtu atafanya mambo haya, anaoa mke wa mama yake, mke wa baba yake, lakini kwa sababu ametolewa, ameadhibiwa na kanisa, kule kutengwa nje. Unaona, Paulo anasisitiza kwamba siku ya mwisho roho yake iokolewe, siku atakapokuja Yesu Kristo. Anamaanisha kwamba mtu huyo akitubu, roho yake itaokolewa baada ya kuadhibiwa. Na mumurudishe. Tunajuaje tumurudishe? Biblia inasema habari za mwana mpotevu. Alikuwa ni mwana lakini anaitwa mpotevu, kwamba yeye alikuwa kwanza ni mtumishi wa Mungu, anatumikia Mungu, lakini akajichanganya,
Alipokwenda huko akajichanganya, akaomba mali zake, akawa ni mzinzi, akawa ni msharati, akafanya vitu vingi, mali ikamwishia, akamkumbuka baba yake, akarudi. Kwa hiyo mwana mpotevu, Mungu anatumika mfano wa mtu kutengeneza ili kurudi katika nyumba ya Mungu. Ndo kwa maana akasema kwamba ili na roho yake iokolewe siku ya kuja kwa Yesu. Haiwezi kaokolewa kama mtu huyo hakutengeneza, kama mtu huyo hakutubu. Maana Biblia imeshakataa hakuna wazinzi wataona ufalme wa mbinguni. Hawapo. Lakini mambo yalivyo, niliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye Mkristo ama aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani. Paulo anakataa. Tunakwenda kwenye aina nyingine ya kutengwa hii. Paulo anakataa mtu kama ni mzinzi tusichangamane naye. Hawa ndo wale watu ambao wanajiita wameokoka, lakini kila mara wanashikwa na wake wa watu, kila mara wanashikwa na mabinti, kila mara kabinti kanashikwa na mwanaume. Sifa zao ni wazinzi tu, ni wazinzi. Mtu tena hana sifa nzuri ndani ya community. Paulo anasema watu kama hao tusichangamane nao. Haajasema wazinzi wa dunia ambao hawajaokoka. Paulo huko juu alisema kama mtu kama hajaokoka unaweza ukajichangamana nao. Ni wale kama watu ni wa malaya, hawajaokoka, hawajampokea Yesu, wanaweza wakaja kanisani mara moja, mara pili, wanakuja, hamtawafukuza. Lakini yule ambaye yeye ameshabatizwa na anajiita kwamba ni Mkristo, anajulikana na community kwamba huyu ni Mkristo ameokoka, lakini ako nafanya uzinzi, huyo mtu tusichangamane naye, lazima tumtoe. Shuka huko chini. Msichangamane na mtu aitwaye mzinzi au mwenye kutamani. Ili neno kutamani ni mtu ambaye sio kutamani kwa uzinzi, huku ni kutamani kwa kuchukua vitu ambavyo si vya kwako. Huyu mwenye kutamani anayeandikwa hapo ni yule ambaye yeye anataka achukue nyumba ya mtu. Mtu ana nyumba yake lakini anataka amnyanganye, anataka afike hata hatua ya kumuua. Kutamani kwa vile ni kubaya. Paulo anasema watu kama hao ni watu wa kujitenga nao. Yaani kiujumla vitu si vya kwako lakini uko unatamani uvichukue kwa mwenenavyo kwa kinguvu. Yaani hapa inatumika kama vile jalousie. Mtu iko na gari yake nzuri lakini unamfanizia njama ili ubebe gari yake. Mtu iko na mke wake mzuri lakini wewe unatamani mke wake kiasi kwamba unataka hata kumuua yule mume ili ubebe mke wake. Mtu iko na mume wake kiasi kwamba unatamani kumuua mke wake ili wewe olewe na mume wake. Paulo anasema watu kama hao ni watu wa kujitenga nao, tusichangamane nao. Lakini mambo yalivyo nayoandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu. Huyu neno ndugu ni Mkristo kabisa. Anaitwa ni Mkristo lakini akiwa ni mzinzi. Ni Mkristo, yeye anajiita ni Mkristo lakini ni mzinzi. Mwenye kutamani, hiyo tamaa ambayo nilikutajia hapo juu, au mwenye kuabudu sanamu. Yeye anajiita ni Mkristo lakini ni mchawi. Anajiita ni Mkristo lakini makeup ndo kila siku kwake, makeup ndo anayaweka number 1. Anajiita ni Mkristo lakini kila siku kujiposti TikTok, kujionesha manguo, kujionesha yeye ndo anajua kujipodoa sana makeup. Vitu kama hivi ni vitu kama vinaonesha kuabudu sanamu. Lakini andiko hapa linasema muabudu sanamu kabisa ni mtu ambaye anaabudu miungu mingine tofauti na Mungu. Tusichangamane nayo, mtu lazima tumtoe. Paulo anasema msichangamane na mtukanaji. Paulo anakataa watu ambao wanajiita ni Wakristo watukanaji. Unaona mtu ni Mkristo lakini iko anatoa maneno ya kutukana. Na hili jambo tunaliona kwa watu wengi ambao wanajiita ni Wakristo. Kila siku wako wanasema curse word. Anajiita ni Mkristo, kila siku anatukana watu wapumbavu, wajinga, wapumbavu. Hauna akili. Hata Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo, usimuite mtu mpumbavu ama mjinga. Ni mtu anajiita ni Mkristo wa kawaida, ni mwinjilisti kama mimi, ni mwalimu, ni mhubiri, ni mchungaji, lakini kila siku
yeye akiambiwa anaanza kutukanana. Akifanya jambo lolote anaanza kutukana watu. Watu kama hao Paulo ni watu ambao wanastahili kutengwa ndani ya kanisa. Awe ni mchungaji, awe ni muumini wa kawaida. Ukiona mchungaji iko na tabia ya kuwa anatukana watu, anatukana watu tu, ashauriwe yeye ameanza kutukana watu. Vile vile unavyoweza kumtenga mzinzi, na ndo vile vile mtu wa kutukana watu naye anapaswa kutengwa. Na ndo kwa maana maandiko natuambia tulinde ulimi wetu usianze kunena mambo yasiyofaa. Huwezi kuwa unajiita Mkristo na huko natukana watu. Na hapa ninaomba kwa sisi wote vijana, tujitazame hapa. Sio kwa sababu tumemwona mtu amekosea ndo tunaanza haraka kuanza kutukana watu, hapana. Tujitahidi tulinde ulimi zetu, tulinde ndimi zetu zisitukane watu. Biblia inakuruhusu muonye mtu mara kwanza mara pili, akikataa muone kama mtu asiye mtu wa mataifa, muone kama mtoza ushuru. Maandiko nasema vinywa vyetu vitoe baraka sio laana. Maneno ya fouls, maneno ya curse word, maneno ya kutukana watu, hapana. Sio sawa kwa watumishi wa Mungu. Ukiwa ni mtumishi wa Mungu, ukiwa na tabia kila mara uko natukana, kila mara ukiongea umeshatukana, kila mara ukiongea ushatukana, kila mara ukitoa video clip umeshatukana, nikitoa video clip nimeshatukana watu, nikianza kushauri nimeshatukana watu, nikifanya hivi nimeshatukana. Hapana, wewe unastahili kutengwa. Paulo anashuka anaendelea kusema, msichangamane na mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi. Huu mnyang'anyi ni ule mtu ambaye anajiita ni Mkristo lakini iko naenda katika njama, anakusanya vikundi kuchukua mali za watu. Anaenda njama, anakusanya vikundi kuiba vitu vya kanisa. Huyo ni mnyang'anyi. Yuko tayari kumwaga damu ya mtu kunyang'anya mtu. Paulo anasema watu kama hao hatupaswi kujichanga nao. Kama wanaitwa ni Wakristo, anaitwa ni ndugu, watu hao wanahitaji kutengwa. Kisha Paulo akasema, ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Hao wote watu ambao nimekutajia hapa, tutajitenga nao, tusichangamane nao, tuwaondoe katikati ya kanisa kama hawataki kutubu. Yaani mtu yeyote ambaye hataki kutubu unamuona kama mtu mtoza ushuru, ndivyo Yesu alivyosema. Usione tu kwa sababu ana haya mambo ambayo tumeyataja hapa, labda moyo wake unahitaji kutubu, labda yeye anahitaji kutengeneza, ndio tumemtenga, sawa, tunamwadhibu, sawa, lakini yeye anahitaji kutengeneza. Kwa hiyo akitengeneza tuko na ruhusa ya kula naye. Nitakushauri mtu yoyote ambaye umetengwa ama uliyetengwa ama utakayetengwaga ndani ya kanisa lako, ukitengwa na kanisa, mtu yoyote unayenisikiliza, usifikiri kwamba ndo umelaaniwa. Hapana. Kutengwa na kanisa sio kwamba umelaaniwa. Ndio utakuwa umelaaniwa kama umetengwa na kanisa halali, umefanya uzinzi, umeiba, umetukana, umepigana, umefanya hivi, kanisa limekutenga, lakini wewe hutaki kutubu. Na wewe kweli ulilala na mke wa mtu, umeshikwa uzinzi, lakini hutaki kutubu. Hapo hivyo, kama hutaki kutubu, unaendelea kuficha madhambi yako, ndio ile dhambi inageuka kuwa laana kwako. Lakini kama umetengwa na kanisa, jambo ambalo kweli umelifanya, haya yote ambayo tumetaja huko juu, lakini moyo wako ukaumia, moyo ukaanza kutubu mbele za Mungu, kweli nimefanya ya mambo, nataka nimurudilie Mungu. Ni lazima umurudilie Mungu. Ni lazima zungumuza na watu waliokutenga, zungumuza na wachungaji wako, waombe msamaha watu uliowakosea. Tengeneza na Mungu. Hiyo laana itakupata kama unatoba ndani yako, maana wewe ni mwana mpotevu.
Mungu anataka toba. Na wengine wanakwenda mbali, wanafikiri kwamba wakitengwa kanisani kwa sababu wametengwa miaka miwili ndo watakuja kurudi kuomba msamaha, na wao wanafikiri kwamba vile wako katika laana mpaka miaka miwili yenee. Hapana, hiyo ni imani potovu. Kama unakwenda kwao wakusamee na unawaomba msamaha wachungaji wako, unaomba msamaha mtu yoyote uliyemtendea dhambi hiyo, na ukatubu na ukaacha, uko na haki ya kufunguliwa mbele za Mungu. Unaweza ukatumikia adhabu ya miaka miwili uliopewa uko nje ya kuhudumia ndani ya kanisa, lakini mbele za Mungu ukawa umeshasamehewa. Kama wachungaji wako watakataa kukusamea na watakwambia kwamba usubirie baada ya miaka miwili ndo utarudi, ndo utaomba msamaha ndani ya kanisa, ndo utasamehewa, wewe umwambie Mungu akusamee, kwa sababu wao wamekataa. Waombe msamaha. Kama wakikataa, nenda kwenye magoti muombe Mungu msamaha na uache ile dhambi yako. Mungu atakusamee. Utakuwa unatumikia kifungo kama Daudi alivyofanya. Daudi ameadhibiwa kwa makosa aliyoyafanya, lakini Mungu alimsamee, lakini adhabu ikaendelea. Kwa hiyo kanisa linaweza likaendelea na adhabu ya kukuadhibu miezi misita, mwaka, miaka miwili, lakini kama moyo wako ulikuwa open kutengeneza na kujutia dhambi yako na kuacha, wewe mbele za Mungu uko sawa, kwa sababu Yesu alikuja kutafuta wale waliopotea. Sasa huwezi ukasema niko sawa mbele za Mungu, kwa hiyo acha nianze kuhudumu makanisani. Hapana. Yaani wewe uko sawa mbele za Mungu, lakini ile adhabu tu inakushikilia ya wachungaji wako waliokupa, kama wamekutenga ya halali. Na hapa nitasema jambo fulani. Watu wanakuaga wanafikiri kwamba akitengwa kwa sababu ametengwa kanisani ndo aweze akafanya kazi ya Mungu popote. Hapana. Hii ni potovu. Unaweza ukamtenga mtu kanisani na akawa na moyo wa toba, akataka kutubu, na mkamwambia hapana, wewe usubiri miezi misita ndo utakuja kutengeneza. Kumbe moyo wake unataka kutubu, maana neno la Mungu linasema wokovu ni sasa. Kutengeneza kusubiri kesho. Kuungama ni sasa, ni leo. Na akitaka kuungama huyo mtu, hata kama mumempatia miezi misita, miaka miwili, huyo mtu akiungama mbele za Mungu na mbele zenu, iko na haki hata akienda nyumbani kwake kuombea watoto wake wakishikwa na mapepo. Iko na haki ya kuombea watoto wake. Huwezi kuniambia kwa sababu mtu ametengwa kanisani asiombee watoto wake. Huwezi kuniambia kwa sababu mtu ametengwa, kwa hiyo akikutana na mlevi barabarani asimhubiri habari za Yesu. Huwezi kuniambia mtu ametengwa kwa sababu ametengwa kanisani, watoto wake wakishikwa na mapepo asiwaombee. Lazima waombee, kwa sababu karama ya Mungu imo ndani yake, na moyo wake ni moyo wa toba, unahitaji kutengeneza. Adhabu ya kanisa inaweza kumwikalia akafanya miezi misita anasubiri adhabu ishe, lakini haimaanishi huyo mtu aweze akahubiri hata mtaani. Aweze akamhubiria malaya akaacha umalaya. Aweze akahubiri mtu anayepagawa na pepo, aweze akamuombea mtu wa pepo na pepo ikatoka. Anaweza akamuombea, lakini outside the church, nje ya kanisa, anaweza akafanya yote mambo, isipokuwa yeye mwenyewe kama hataki anaachana na mambo ya Mungu, ndo hapo anajimaliza. Lakini akitengwa miaka miwili, kanisa likikataa kumsamehe kwamba usubiri miaka miwili ndo tutakurudisha, na yeye moyo wake umesha kuwa na toba na naomba msamaha mbele za Mungu na kaacha ile dhambi aliyoifanya, huyo mtu iko na haki hata ya kumhubiri mtu barabarani. Iko na haki hata ya kumwombea kipofu na kapona. Isipokuwa hana haki sasa ya kuja hapo madhabahuni mlipomtenga. Hana haki ya kwenda katika kanisa lingine kuanza kuhubiri kama mhubiri ndani ya kanisa. Hapana. Lakini ndani ya nyumba yake iko na haki ya kuwahubiria watoto wake. Iko na haki
ya kuombea watoto wake mapepo na uchawi na magonjwa yakaondoka. Bwana atusaidie sana. Tunakwenda katika aina nyingine ya kutengwa. Aina hii ya kutengwa ni aina ambayo inahitaji kanisa lisamehe mtu huyu. Kitabu cha Wathesalonike wa pili 3:6. Neno la Mungu linasema, hapa Paulo alikuwa anazungumza kwa wale watu ambao wako kanisani, lakini hawapendi, wanajiita wameokoka na wako kanisani, lakini hawataki kufanya kazi, kulisha familia zao. Wanaikalia tu mambo ya kusengenya, lakini wao kazi wanakataa. Paulo anasema watu wao watengwe, ili wapate aibu, ili wapate akili ya kutafuta kazi. Lakini haimaanishi kwa sababu wametengwa ndo tuwaone kama maadui. Lazima tuwarejeshe. Paulo anasema, ndugu, tunawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mliopokea kwetu. Utaratibu upi? Utaratibu wa kutokuheshimu sheria za mitume, utaratibu wa kutokuheshimu nini? Kutokufanya kazi. Paulo anasema, mnajua wenyewe jinsi wapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukuenda bila utaratibu kwenu. Ina maana hatukuenda bila kufanya kazi kwenu. Utaratibu ambao unazungumziwa hapa ni utaratibu wa kazi. Mkristo lazima afanye kazi. Kama kazi ipo, opportunity ya kufanya kazi ipo, lakini yeye anakataa kwa makusudi. Sitafanya kazi, sitatafuta kazi. Huyo mtu Paulo anamkondem. Anasema kwamba hata na sisi wakina Paulo tulikuwa tunafanya kazi. Anasema, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana. Tulifanya kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Paulo anawaonesha tulikuwa tunafanya kazi sisi. Na mtu wa kwenu akitaka kukataa kufanya kazi kwa makusudi, mtu huyo mumtenge apate aibu. Ndio kwa maana Paulo anasema asiyefanya kazi na asile. Maana tunasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Haya mambo ya wengine ni mambo ya kuteta, ya kusengenya. Lakini wanakataa kufanya kazi, wanaikalia ndani ya kanisa tu. Wao wanapewa chakula, lakini wao wanakataa kufanya kazi. Kwa makusudi wanaikalia kuteta na kusengenya. Paulo anasema, basi tunawaagiza hao wasiofanya kazi, hao ambao hawataki kufanya kazi kwa makusudi. Basi tunawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu wafanye kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Lakini ninyi ndugu, msikate tamaa katika kutenda mema. Na ikiwa mtu awaye yote alishiki neno letu la barua hii, jihadharini na mtu huyo. Hilo ndilo lile neno alilolisema Paulo kwamba mtu kama akihubiri injili nyingine alaaniwe. Mtu hataki kushika mausia ya mitume, jihadharini na mtu huyo. Unaona? Anasema jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye apate kutayari, apate kupata aibu. Lakini mumsamehe narudia tena, lakini msimuhesabu kuwa adui, bali muonyeni kama ndugu. Paulo anasema ijapokuwa watu hawataki kufanya kazi, watu kama hao wanastahili kutengwa, wanastahili kuonywa, lakini msiwaone kama maadui. Sakosa ambalo linafanyika ndani ya makanisa siku hizi, mtu akitengwa kanisani anaonekana ni adui. Huyo ni adui. Hapana. Mtu adui ni yule mtu ambaye analeta mafundisho mengine. Kanisa linamhubiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Kanisa linahubiri kuhusu ufufuo. Kanisa linahubiri kuhusu kiama ya wafu. Kanisa linamhubiri tuna Bwana mmoja na Mungu mmoja. Lakini kuna mtu anakuja, yeye anajiita kwamba ni Mkristo, ama kuna mwingine anakuja ndani ya kanisa anaanza kuhubiri kwamba Muhammad ndio njia. Biblia sio kitabu, kitabu ni Qur'ani. Mtu kama huyo ndo anakuwa adui. Huyo ndo tunaweza tukamuona adui.
na tukamfukuza. Lakini hapana mtu kama huyu ambaye anasema anakwenda bila utaratibu. Hapaswi kuonekana kama adui, lakini mumuonye. Ndivyo Paulo alivyosema. Lakini msimuhesabu kuwa adui, bali muonyeni kama ndugu. Paulo anataka huyo mtu au watu waonywe ndani ya kanisa. Wawekwe barazani, wawekwe chini, waonywe. Inabidi mufanye kazi. Hapa sisemi wale watu ambao wanatafuta kazi ndani ya kanisa lakini wanakosa. Kuna watu wanatafuta kazi mpaka leo wanakosa. Kuna watu wanatafuta kazi na wengine wanaumwa, wanashindwa kufanya kazi. Hatuzungumzi hao. Tunazungumza watu ambao wanakataa kufanya kazi kwa makusudi. Wanaikalia kazi ya kula tu chakula, lakini wako na opportunity ya kufanya kazi. Wanikalia tu kusengenya. Paulo anasema watu kama hao wapewe adhabu, watengwe. Lakini tusiwaone kama waadui, lakini tuwarudishe. Watu ambao hawataki kwenda kwa utaratibu, kufuata mausia, tusiwaone kama maadui, tuwarudishe. Aina nyingine ya kutengwa. Hizi ni aina ambazo watu wanapaswa kutengwa kanisani, lakini kwa njia gani? Kwa utaratibu ambao Paulo ameuacha hapa. Haya, Paulo anasema kwa Korintho wa pili 2:5, lakini iwapo mtu amehuzunisha, hakunihuzunisha mimi tu, bali kwa sehemu, nisije nikamlemea mno. Amewahuzunisha nini nyote. Yamtosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. Hata kinyume cha hayo, ni afadhali mumsamehe na kumfariji mtu kama huyo, asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Kwa hiyo Paulo anazungumza, kuna mtu anaweza akawa kanisani akafanya, ni Mkristo, ameokoka kabisa, lakini akaanguka katika kosa, akafanya kosa ambalo watu wengi, kanisa lote likahuzunika na lile kosa, likakwazika na lile kosa. Paulo anasema kwamba mtu huyo ni afadhali apewa adhabu ya walio wengi. Imemtosha kupewa adhabu ya walio wengi, lakini ni afadhali mtu huyo mumsamehe. Unaona, huku kutengwa kwa hivi ni mtu amekosea, lakini Paulo anazungumuza na wachungaji, mumsamehe huyo mtu, tena kwamba kwa njia kama ya kumbembeleza tena ili asipotee. Hapa haijalishi kwamba yule mtu ataomba msamaha. Ili ni wajibu wa wachungaji. Mtu akikosea mambo kama haya, ni lazima watafute namna, kama walimwadhibu, lakini wamurudishe kabla ya wakati, asije akamezwa, asije akaanguka na huzuni nyingi. Paulo anasema kwamba hata kinyume cha hayo, ni afadhali mumsamehe na kumfariji. Ni mtu amekosea, lakini kwa nini afarijiwe na yeye amekosea? Paulo anawapatiwa wachungaji wajibu wa kumsamehe huyo mtu aliyetenda mambo kama hayo na kumfariji mtu kama huyo, asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Kwa hiyo nawasihi kumdhibitishia upendo wenu. Paulo anasema hata kama amekosea, lakini lazima mumuoneshe upendo, lazima mumshauri, lazima mumsamehe, msimuone kama adui, asije akapotea. Paulo anamalizia anasema, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Kwa kuna aina ya mtu akitengwa kanisani, lazima wachungaji waanze kumwonea huruma na kumrudisha. Hata kama yule mtu hajaja kuomba msamaha, wao wamesha msamehe tayari. Si kwamba yule aliyetenda jambo mbaya asiombe msamaha, hapana. Lakini kuna aina ya kutengwa ambapo mtu lazima arudishwe, lazima aonewe huruma, lazima tusimpe shetani nafasi. Sio kila mtu tu kwa sababu ametengwa ndo amekuwa adui ndani ya kanisa, hapana. Yesu alikufa kwa sababu ya watu wenye dhambi, na ndo kwa maana sisi wote tunaomba msamaha kila siku. Tunaomba msamaha kila siku kwa sababu Mungu anaturudisha. Na wewe uliotengwa, usitumie ile andiko kutaka kukataa kutubu dhambi zako. Kama ulitengwa ya halali, hapana. Ukitubu dhambi zako unasamehewa. Sasa wewe umezini,
wewe umepigana mangumi, wewe umeiba, unatukanana, unategemea tu wakusamee bila hata wewe kujutia kabisa. Ile andiko liko haya maandiko yako katika ngambo zote mbili. Waliotengana wawe na moyo wa kusamea, wa kurudisha mtu. Lakini yule mtu na yeye pia aone kweli nimekosea, atengeneze. Bwana tusaidie sana. Kibibilia, mtu mzinzi anayeitwa ni Mkristo, yeye anajiita nimeokoka na akabatizwa akaitwa ndugu katika kanisa, lakini anafanya uzinzi, kibiblia mtu huyo ni lazima atengwe. Ni mtu mtukanaji, anatukana watu, anasema maneno ya foul, curse word, anakuwa anasema maneno ya kutukana watu, mtu huyo lazima atengwe. Muabudu sanamu, mtu wa wivu, muuaji, lazima atengwe. Lakini maandiko yanatufundisha kusamehe 7 mara 70. Maandiko haijakufundisha kufukuza mtu tu direct tu, unamfukuza tu kwa sababu amekosea asirudiage tena. Hapana. Tunamfukuza yule aliyekuja kuleta injili potovu. Ndivyo Paulo alivyokuwa anasema. Watu wanaoingiza injili ya kupoteza kondoo. Head toward Hazel Crest Drive. Anamkataa Kristo, anakataa habari za msalaba. Huyo ndio anaweza kafukuzwa, kama vile hao Waislamu wa dini zingine, watu wanaofundisha mafundisho mapotovu kupoteza watu. Watu kama hao ndio wanaweza wakafukuzwa ndani ya kanisa. Hapana mtu aliyeangukia mtu akianguka katika dhambi amekuwa mwana mpotevu tayari. Na akiwa mwana mpotevu kuna njia ya kurudia. Ndio kwa maana Yesu alisema ataacha wale kondoo 99 na tafuta yule mmoja. Unamrudisha. Wewe kama mchungaji, wewe kama kanisa, unarudisha yule mtu aliyepotea. Na yule aliyotenda hayo mambo lazima atubu, lazima aombe msamaha. Kama atapewa adhabu, apewa adhabu, lakini ndani ya akili usifikiri kwamba kwa sababu mtu ametengwa kanisani ndo amelaaniwa mbinguni. Hapana. Mtu akitengwa kanisani, Mungu anaanza kutafuta mchakato ya ule mtu kurudia, kwa sababu Mungu hawezi akafurahi damu ya Yesu imwagike hivi msalabani tu. Hapana. Lazima Yesu atakuwa na huzuni wa kumrudisha. Ndio kwa maana maandiko yanasema sifurahi kifo cha mwenye dhambi. Mungu hapendi mtu mwenye dhambi afe. Lazima Mungu atatafuta njia yote. Lazima na wewe utafute njia yote urudi. Mtu kama huyo ni mchawi, ni mzinzi, ana tamaa mbaya ya kutaka kunyang'anya vitu vya watu. Tunajitenga na watu kama hao. Lakini hao watu wote wakija kuomba msamaha ndani ya kanisa, wakitaka kuomba msamaha, wapewe nafasi ya kutengeneza. Kama akianguka kwenye uzinzi leo na next week anataka atengeneze na kanisa aombe msamaha, ni vibaya sisi kumuima nafasi ya kutengeneza. Hiyo ndio makosa ya makanisa mengi. Mtu ameanguka leo katika dhambi, anajirudia, anatubu, anaona moyoni mwake amekosea, anataka aje atengeneze kanisani, anataka aje atengeneze kwa mchungaji ama kwa mtu ambaye amemkosea, amepigana, anataka atengeneze leo. Kanisa linamtenga, linampatia miezi 3, miezi 4, miezi 6, mwaka. Kisha hilo kanisa linakataa, linamwambia sisi hatuta kubali msamaha wako mpaka ile miezi ienee, mpaka ule mwaka uenee. Hapana. Huo ni uzeebu. Mungu anataka mtu aliyefanya dhambi atubu siku ile ile aliyofanya dhambi. Na akitubu anasamehewa. Usifikiri kwamba akitubu leo Mungu atasubiri amsamehe mpaka afanye miezi 6. Hapana. Hiyo ni imani potovu. Mungu atamsamehe pale pale alipotubu. Ndio Mungu atamsamehe. Lakini sasa adhabu ile, adhabu ya kanisa utaikaa chini miezi 6, ile sasa ni adhabu.
ndo inaweza ikaenda miezi 6, mwaka, miaka miwili, sawa, lakini kwa Mungu huyo mtu ameisha samehewa kama moyoni mwake aliazimia kutubu na kama alikuwa na tubu mbele za Mungu na kumwomba Mungu msamaha. Na wewe unayetengwa, ambao utakuja kutengwa miaka ya mbele, usioni kwa sababu Mungu ni Mungu wa huruma, unakuwa unafanya uzinzi, unarudi kanisani, watanifungua tu, unafanya uzinzi. Hapana, usimziaki Mungu, tusimziaki Mungu kabisa. Mungu ni Mungu wa huruma. Paulo anasema tuzidi kutenda dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Hapana, la hasha. Sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Kwa nimeonesha katika somo hili kwamba kutengwa ni halali, na nikaonesha wachungaji wana haki ya kumtenga mtu kama yule mtu akiwa amebainika katika kosa la haki ya yeye kutengwa. Lakini pia nikaonesha pia wachungaji nao kuna sehemu wengine, wachungaji sio wote, baadhi wanatengana vibaya. Mtu anakuwa na hasira na mtu na muumini anamtenga. Kuna kosa zinazosababisha mtu atengwe. Sio kosa ni kosa tu unaweza kumtenga mtu ndani ya kanisa. Kuna kosa zinamweka mtu atengwe: uzinzi, usharati, kuabudu sanamu, kutukanana, kuua watu, uchawi. Makosa kama hayo yanahitaji mtu atengwe. Lakini huyo mtu akitengeneza aombe msamaha, lazima arudishwe. Hamtasema kwamba asubiri miaka miwili tuliompatia ndo atakuja kuomba msamaha. Hiyo sasa ni uzeebu wetu. Hakuna maandiko inasema mtu akitaka kutubu asubiri kwanza miaka miwili, mwezi mmoja, miezi misita ndo aje atubu kanisani. Hilo ni imani potovu. Mtu akijisikia kutubu, mpatie nafasi ya tubu. Akitengeneza akitubu ya vibaya, ni yeye na Mungu, anamziaki Mungu, anabeba laana yake mwenyewe. Lakini kama moyo wake kiwa tayari kutubu, mpe nafasi ya kutubu. Hata kama mmemtenga leo na kesho anataka kutubu, mpe nafasi ya kutubu. Maana mambo ya kutubu ni ya Mungu, sio ya mchungaji wala sio ya kanisa, ni ya Mungu hiyo. Tumeona pia kwamba kanisa likimtenga mtu ni lazima lifanye hatua ya kumrudisha yule mtu, asije akamezwa na shetani, asije akamezwa na huzuni mingi akaanguka. Lazima wachungaji wafanye jitihada, huyo mtu wamuonye, wamurudishe. Lakini pia tumeona sio kila mtu aliyetengwa kanisani kwao ndo anatengwa kanisa zingine. Ndo anatengwa mbinguni. Inawezekana huko kanisani kwao wametengwa ya kuonewa. Huyo aliyetengwa ya kuonewa hajatengwa mbinguni. Hata kama makanisa yote yatakubaliana, mtu akitengwa kwa halali, kwa kutokuwa halali, mtu akitengwa hana haki ya kudumu katika kanisa lingine. Ni sisi wanadamu ndo tunaweka hayo, lakini mbele za Mungu anakubaliwa kama ametengwa ya kuonewa. Nikatoa maandiko inasema, Mungu anasema hukumuni hukumu ya haki. Sehemu nyingine Mungu anasema usimuonee mtu. Mungu ni Mungu wa haki. Kama ametengwa halali, sawa, asihudumu katika makanisa yote. Lakini kama ametengwa ya kuonewa, akija kwangu hata na mimi nikiwa na kanisa, nitampatia huduma afanye kazi. Unamtenga mtu kwa sababu unamzingizia uzinzi, yeye hajazini, lakini unamtenga amezini, lakini yeye hajazini. Mbele za Mungu mtu huyo hata wamtenge wapi, mimi nitampa huduma. Unamtenga mtu kwa sababu amekukatalia jambo ambalo ameona ili jambo akilikubali litakuwa linakuwa na makosa mbele za Mungu. Yeye amekataa kulifanya, wewe unamtenga kwa sababu wewe una madaraka juu yake. Mbele za Mungu wewe uliyemtenga unakosea. Bwana asifiwe sana. Lakini pia ni vibaya mtu akishaona ametengwa hapa kwa kosa ya halali, inaonekana kweli ni halali na yeye amekubali ili kosa, kweli nimetengwa kwa haki, akaenda tena akaanza kwenda kuhudumu katika makanisa mengine na wakampokea, ile ni makosa, sio sawa kibiblia, sio sawa.
Usipokee mtu aliyetengwa katika kanisa moja ya halali ukampokea katika kanisa lako. Hapana, sio vizuri. Labda awe ni mtu ametengwa kwa kuonewa, lakini huyu wa halali, huyu aliyezini kweli, amechukua mke wa baba yake, amechukua mke wa ndugu yake, ameiba na akatengwa, dhambi yake ikaonekana kweli, akatengwa. Mchungaji mwingine sio sawa kumpokea mtu huyo na kuanza kumpatia huduma. Lakini conclusion yangu, mtu hata kama ametengwa, iwe halali iwe sio halali, na kama moyo wake unataka kutubu, huyo mtu akitubu mbele ya kanisa ama mbele ya watu, hata kama kanisa lake likimkatalia asitubu, asubirie mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, huyo mtu iko na haki, kwa sababu moyo wake unamsuta kutubu, kwa sababu moyo wake unamwelekea Kristo, anaona ile dhambi inamuumiza. Huyo mtu akitubu mbele za Mungu, huko anasubiria ile adhabu ya kanisa iishe, huyo mtu iko na haki ya kumuhubiria mtu yoyote barabarani ampokee Kristo, kwa sababu yule mtu ameshakuwa na roho ya toba. Hata watoto wake wakishikwa na mapepo, iko na haki ya kuwaombea. Mtu yoyote akishikwa na magonjwa, iko na haki ya kumuombea, lakini outside the church. Ndio kwa maana Yesu alisema kwamba huwezi ukaona mnyama wako anaingia ndani ya shimo ukashindwa kumuokoa siku ya Sabato, kwa sababu ni siku ya Sabato sitamtoa huyu punda wangu. Hapana. Ni mfano kama huo. Hauwezi ukasema kwa sababu mimi nimetengwa, hivi gisi nimetengwa, acha sasa sitaombea watoto wangu wanashikwa na mapepo, nimetengwa nitasubiri miezi misita. Hapana. Hapana kabisa, huo ni upumbavu. Bwana atusaidie sana. Ni kutokuelewa maandiko. Huwezi kusema kwa sababu nimetengwa, kwa hiyo hapa hivi moyo wako wewe una Mungu ndani yake. Unahitaji, unamtafuta Mungu, umeisha huzunika na ile dhambi. Ukamuona mzinzi, msharati, ukaona watu wanakunywa pombe, kisha ukashindwa kuwapatia neno la kuwaokoa, eti kwa sababu umetengwa. Hapana. Unaweza ukafanya hivyo outside, lakini sio ndani ya kanisa, sio ndani ya congregation. Bwana atusaidie sana na Mungu atubariki.